Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tunaendelea na kipindi chetu kile cha tulipita siku kadhaa kama wiki kadhaa hivi hatujaendelea na somo letu. Sasa tunaendelea na somo letu la shikeli, na tulikuwa tuko kwenye shikeli yetu ya qabdatu kharija. Tukasema kwamba hii ni shikeli ya kuonyesha kupungua kwa kitu, kukosa, kupoteza. Iko hivyo. Kwa hiyo ni ya kupoteza, kupunguza, kukosa. Hivyo vitu vya namna hiyo na vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo tumeelezea mji wa kwanza hapo, wa pili, wa tatu na wa nne tumeshia hapo. Sasa tuendelee na mji wa tano. Sasa kama inakaa shikeli ya hii hapa ya qabdatu kharija. Qabdatu kharija ikikaa katika mji wa tano, kwanza tuelewe kwamba mji wa tano tulishasoma huko ulikuwa unahusika na nini. Mji wa tano kule tulivyosoma, maana yake inahusika na uzazi. Kwa mfano nataka kufanya check up. Tunataka kufanya check up. Mwanamke na mwanaume wamekuja, wanataka kujua kwamba nani mwenye shida ya uzazi. Si wao tunakwenda hospitali mnapima kule. Sasa shikeli huku inakuja inapima. Unaona? Mji wa tano ndio ni mji wa nini? Wa uzazi. Mtu kaja na mke wake. Tunafahamu, ngoja nibadilishe rangi kidogo hapa ili muone vizuri. Mji wa tano ndio huu hapa. Hapa ndio tunaangalia nini? Uzazi. Jambo la kwanza hilo. Sasa tunataka kufanya check up. Mwenye shida ya uzazi ni nani kati ya mwanamke na mwanaume? Let's say aliyekujia hapo ni mwanaume. Tuashumu mkujia mwanaume. Mwanaume manake utaanza kumhesabia hapa namba 1, hii shikeli ya kwanza namba 1, hapa namba 2, hapa namba 3, hapa namba 4. Manake huyo ni mwanaume. Alafu hapa inakuwa namba 5. Hapa ndo tunaangalia uzazi wa huyo ambaye alikuja kukuuliza swali. Alikuja kukuuliza swali. Mji wake namba 5 huu hapa. Ambayo ndo shikeli yake hii hapa. Hii hapa shikeli yake. Sasa hii shikeli hapa unaiona imekaa, hiyo ni qabdatu kharija, ni shikeli ya kukosa. Kwa hiyo kama ni ya kukosa, maana yake je, unataka kuangalia je uzazi upo au haupo? Wote jibu itakuwa nini? Upo sahihi. Kwa sababu ni shikeli ya kukosa hii hapa, maana yake uzazi hana. Yaani hana uwezo ule wa kumfanya mwanamke aweze kupata ujauzito. Kwa hiyo hapa ndio tunakuja kumwangalia huyo. Kwa hiyo kichakuja shikeli kama hii hapa, huwa ni shikeli ya kukosa na ambayo ni shikeli ya nuksi, na tunasema kwamba mwanaume ana shida. Kwa sababu tumeanza kumwangalia mwanaume ndio aliyekuja kukuletea hiyo kesi. Haya, tunaanza sasa kwa upande wa mwanamke. Ingetokea basi shikeli nzuri, labda hii hapa si shikeli ya kukosa, maana yake kinyume chake shikeli ya kupata inakuwa ni hii hapa, qabdatu dakhila. Ingetoka hiyo hapo, maana yake yani hiyo ni chapu. Nasema chapu kwa haraka yani. Akigusa tu mwanamke tayari mjamzito. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba shikeli ya kupata inakuwa ni chapu kwa haraka. Ila ikitoka hii hapa ambayo tunaizungumzia leo, hiyo inakuwa ni shikeli ya nini? Ya kukosa. Manake huyu atakuwa ana shida katika uzazi. Haya, hapo ulikuwa unamwangalia nani? Huyo mwanaume. Tunaenda kwa mwanamke. Mpenzi wake na huu bwana huyu tunampata katika mji wa ngapi? Mji wa 7 huu hapa. Hapo ndo tunampata nini? Huyu anakuwa nani? Ni mke. Sasa kumwangalia uzazi wa mke, manake
huku tuliangalia tu mji wa 5 na huku mwanamke tunamwangalia mji wa 5 vile vile. Kwa hiyo tutaanza kuhesabu hapa namba 1, namba 2, nambari 3 inakuwa hapa, nambari 4, nambari sorry nimechanganya hapa madawa kidogo. Nambari 1 inakuwa ni hii hapa, mji wa 7 hapa, alafu namba 2 inakuwa ni hii hapa, mji wa 3 unakuwa ni hapa, mji wa 4 unakuwa hapa, na mji wa 5 unakuwa ni huu hapa, hapa hivi. Hapa tunamhesabia nani? Tunamhesabia mwanamke. Mwanaume tumeweza kumhesabia namba 1 kwa sababu ndio mleta kesi. Maana yake tunaweza kuhesabu namba 1, 2, namba 3 mpaka namba 5 hapa. Tukafika mpaka hapa. Maana yake uzazi ni mji wa 5. Kwa hiyo tukienda kwa mwanamke mke wake hapa, tutahesabu tena miji 5 kama tulivyohesabu huku. Tutahesabu 1, 2, tutakuja 3 hapa, tutakuja 4, afu tutakuja 5. Kwa hiyo ule mji ambao ni wa 11 huu hapa, huwa tunaangalia uzazi wa mwanamke. Uzazi wa nani? Wa mwanamke. Na ikitokea skeli kama hii hapa ambao ni ya nuksi, ni skeli ya kukosa hii hapa, maana yake huyu mtu atakuwa na shida kwenye uzazi na yeye. Kama ingetokea skeli nzuri kama nilivyoonyesha mfano, ingetokea labda hii hapa kabla tudakhila, maana yake mambo yangekuwa ni safi. Tungesema mwanamke uzazi wake uko vizuri, lakini mwanaume ndio mwenye shida. Na ikitokea vice versa, kwa mwanaume ikatoka kabla tudakhila, kwa mwanamke ikatokea kharija, maana yake kwa mwanaume mambo ni safi na kwa mwanamke mambo safi. Ikitokea kabla tudakhila sehemu zote mbili, maeneo yote ya uzazi, maana yake wote hawana shida. Ni Mungu tu ajalania, hawajajalia, wanahitaji tukupewa tu mbinu za kumpata mtoto kwa haraka. Wanahitaji kupata tu ushauri wa daktari basi. Lakini kama ikitokea kwa mfano zote zimesimama kama hivi zilizwa kabla tukharija zote, kama jinsi zinavyoonekana, huyu hapa akatokea hivi na huku kwingine ikatokea kabla tukharija hivi, maana yake wote wana shida. Kwa hiyo katika upande wa check up hapo tunakuwa tumemaliza hapa, kwenye upande wa nini na kuangalia masuala ya nini ya uzazi. Umeona? Tunafuta kidogo hapa. Tuna kipengele cha pili katika mji wa 5 ambapo tunaangalia nini? Tunaangalia mimba. Let's say mtu akulizie fulani kweli bwana badilisha rangi kidogo samani. Unauliza je, fulani ana mimba? Maana hapa tunaangalia uzazi, tunaangalia mimba, tunaangalia watoto hapa, tunaangalia furaha hapa, tunaangalia mambo ya hali ya hewa. Nafikiri kwenye miji huku tulishataja huko. Kwa hiyo mimi nakuwa napitia tu haraka. Kwa hiyo katika huu mji hapa, kama unataka kuangalia je ana mimba, ukiwa na ishikili kama hiyo hapa, wote itakuwaje? Hana mimba. Hana mimba. Na kama ipo mimba, assume kama ipo maana yake itatoka. Ni lazima itoke. Umeona? Ndio ikogo hivyo yani. Kimwambia hana, akasema hanayo, naambia tu inatoka hiyo. Haiwezi yani kwa ujumla atakiwa kuwa na mtoto, kwa sababu iskeli kishakaa hapo huaga ni kumkosesha mtu kile ambacho anatakiwa kukipata. Umeona? Ndio iko hivyo. Kwa hiyo kwenye swala la mimba nasema kwamba hana. Umeona? Haya, tunaangalia watoto. Let's say mtu ana mimba alafu unamuuliza je, unaulizia atajifungua salama? Ikatokea shikili ya namna hii, unafikiri majibu yatakuwaje? Yote yatakuwaje? Jibu ni sahihi. Mimba itatoka. Kitoto kitakufa, yani atampoteza huyo mtoto. Huwa ni shikili mbaya sana kama uko naangalia kama huyo mtu atajifungua salama au la.
ikatoka shikeli hii hapa, inakuwa ni balaa kidogo, sababu uwezekano wa kumpata huyo mtoto anakuwa ni mdogo sana. Inabidi maombi hayo kwa wingi sana yani. Lakini huwa ni ishara mbaya sana. Huwa ni ishara ya kumpoteza huyo mtoto ambaye anatarajiwa kuzaliwa. Halafu kitu kingine, kwa sababu mji wa 4 kama mnavyoona hapa, ngoja nibadilishe rangi kidogo. Mji wa 4 huu hapa tunahusika na wazazi. Manake mali za wazazi ni mji wa pili. Huko tulisema kwamba mji wa pili unahusika na mali. Sasa kama mzazi yuko hapo, kama mzazi yuko hapa, manake mji wa pili wake ni huu hapa, ambao ni mali zake. Na manake ni mali za wazazi. Na mali ya mzazi siku zote huwa ndio urithi wa mtoto. Umeona? Kwa hiyo kama unataka kuulizia mirathi, mali, kwamba je, fulani anaweza akapata mirathi kutoka kwa wazazi wake, ikija hii hapa hawezi kupata. Atadhulumiwa tu. Kama ni haki yake, maana yake ataikosa. Na kama sio haki yake pia hawezi kuipata, kwa sababu ishara hii inaonyesha kwamba huyu atakosa. Sisikeli ya kukosa, lazima akose. Iko hivyo. Kitu kingine tena tunaangalia maji. Tunaangalia let's say mvua, let's say mambo ya hali ya hewa. Tunaangalia je, mvua inaweza kunyesha. Mambo ya maji. Mvua inaweza kunyesha, ikitoka shikeli kama hiyo hapo hainyeshi. Yaani mvua hatuwezi kupata. Si shikeli ya kukosa hiyo. Kwa hiyo mvua hatuwezi kupata. Kwa hiyo tutakosa mvua. Kutoka kuna ukame. Jua kali yani. Kutoka kuna jua kali. Mambo ya mvua hayatakuwepo. Kitu kingine mambo ya maji ni uvuvi. Uvuvi unaingia hapa. Tunazungumzia mambo ya uvuvi. Je, nikienda kuvua leo nitapata samaki wengi? Yani itakuwaje? Ikitokea shikeli kama hiyo, manake uvuvi utakuwa una changamoto kidogo. Unaweza kaenda siku hiyo ukajikutana baada ya kuvua, yani unakuja hapa mikono mitupu. Kwa hiyo inakuwa ni ishara ya kukosa samaki ambao umekusudia kuwavua kwa siku husika. Kwa hiyo katika mji wa 5 yako ni mengi, lakini nafikiri ningeishia hapa ili niendelee na miji mingine. Kwa hiyo tumalize hapo kwenye mji wa 5, tuendelee na mji wa 6. Tukija katika mji wa 6 ambao ni mji huu hapa. Huu ndio huwa ni mji wa maradhi. Yaani kisimama shikeli kama hii hapa ni mtu aliyekosa afya. Manake huyu anaumwa, ni mgonjwa. Na ugonjwa wake ni viumbe wachafu ambao wametokana na uchawi. Umeona? Shikeli hii huwa ni majini wabaya. Shikeli haya ni majini wabaya. Alafu pia katika mji wa 6 hapo huwa tunaangalia tena licha ya maradhi, yani si tunaangalia kama huyu mtu je, afya yake iko nzuri au mbaya. Lakini kuna vitu vingine tunavifikia kuviangalia hapa. Let's say umemshughulikia mtu, umempa dawa, alafu unataka kuangalia je, afya yake ikoje baada ya kutumia dawa kwa muda fulani. Let's say ametumia wiki moja. Unahitaji hata kumuuliza, bwana unaendeleaje? Naangalia mji wa 6, unaangalia je, afya yake imeimarika au la. Kwa hiyo kitoka kama shikeli kama hii hapa, manake afya yake bado haijaimarika. Manake hajapata nafuu. Ingetoka shikeli nzuri tungesema amepata nafuu. Ikitoka shikeli nzuri kabisa kama design hii hapa. Hii hapa utbat dakhila, au ikatoka hii hapa, au ikatoka hii hapa nusu dakhila, au ikatoka shikeli
zile nzuri nzuri zile zikitoka hizo, na swali likiwa ni kwamba umeulizia kwamba je, afya yake ikoje, maana yake inakuwa inakuonyesha kwamba huyu bwana kashapona mzima. Ikitoka zile mumtazi maana yake kapata nafuu kiasi. Ikitokea kama hii hapa, maana yake nafuu hana, umeona, inakuwa hana nafuu, hali yake ni mbaya, umeona. Na zikitokea nuksi zingine, maana yake huyo hajapata nafuu bado, ila kwa hii hapa, kwa kesi yetu hii ya leo hii hapa, huyo afya yake sio nzuri, umeona. Haya, kuna kitu kingine tena hapa. Huwa ni mji wa sita, ni mji wa utu gani hapa? Yaani wizi. Unajua wezi yote huwa tunaangalia mji wa sita hapa. Ukitaka kuuliza kama wizi umetokea, ikija shikeli nzuri, manake hakuna wizi. Kitu unaweza kaa umekipoteza tu, hakijaibiwa bado, umeona. Hakijaibiwa. Lakini ikitokea shikeli nuksi kama design hii hapa, manake wizi ni kweli umetokea, umeona. Na hii shikeli yenyewe ndio shikeli ya wizi, yani kitu kuchukuliwa, kitu kuondoshwa, kitu kuibiwa, kitu kupotezwa. Kwa hiyo inakuwa kwamba kweli wizi umefanyaje, umetokea, umeona. Kwa hiyo inakuwa imethibitisha hivyo, umeona. Pia ni shikeli ya kuangalia, wanasema nini yule mfanya kazi. Kama unataka, wewe ni bosi unataka kumwajiri mtu, sasa mfanya kazi ndo anakuwa anaingia katika huu mji wa sita hapa. Kwa hiyo unataka kuangalia, je, mfanya kazi ananifaa? Unamwangalia hapa. Ukiona imekuja hii hapa kharija, qabdatu kharija, hii hapa hakufai, ni shikeli ya nuksi, unaona. Na hata ukilazimisha ukamleta, kwa sababu hii ni shikeli ya kharija, lazima ataondoka tu, ataondoka hata bila kukuaga, utabaki unalalama. Anaweza kaa ni mtu mzuri, ana uwezo wa kufanya kazi vizuri, lakini akafika kwa mambo fulani akamchanganya, watu wakamshawishi, katokea nini hii na lile, anakuja anaondoka kwa sababu ya hii shikeli hapa. Kwa baadaye unaweza kumwambia mtu bana, huyo bana akaa, mbona ni mwaminifu sana, anachapa kazi. Sawa, simchukue. Kwa akamchukua, afu baadaye akasema bana, uliniambia bana, ameshawishiwa, amechukuliwa na jamaa yangu bana, na hiyo. Kwa hiyo inaweza kutokea hivyo. Inakuwa imeshakwambia kabisa bana, huyu mtu hakai. Yaani uwezi kumpata, sio wako huyo. Au uwezo wako wewe wa kumhudumia huyu, kumlipa mshahara una, ataenda kwa mtu mwingine hatokaa. Kwa hiyo huwa vinatokea vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ni katika mji wa ngapi? Huwa ni mji wa sita, umeona. Alafu pia ni mji wa uongo. Ukitaka kuangalia rasi wewe muongo mkweli, unaangalia hapa. Alafu mji wa sita tunaangalia umalaya, yani ukahaba. Je, fulani ni kahaba sio kahaba? Au ni muhuni sio muhuni? Kwa upande wa mwanamke au mwanaume vyote vile. Lakini tunakuja kuangalia hapa. Ukiona hapa, unajua kabisa huyu mtu ni muhuni. Ikitokea shikeli kama hii hapa. Kwa hiyo ndo mji wa sita kwa ufupi. Kuna vitu vingi ambavyo nimevitaja kule katika mji wa sita. Kuna vitu vingi kule, taarifa utaenda kuangalia, lakini nimekupa tu kwa ufupi, uangalie tu namna inavyokuwa hapa. Sasa hiyo ni mji wa sita. Twende mji wa saba. Huu hapa mji wa saba. Mji wa saba hapa tunaangalia mpenzi, umeona? Mpenzi, mke au mume, umeona? Nisi kwa mfano mtu anauliza, okay, huyu mtu je ananifaa? Ikishatokea shikeli kama hii hapa, akufaa, yani akufaa moja kwa moja huyo, umeona? Ikishatokea kabla tu kharija hii hapa, shikeli ya loss, maana yake
huyu hakufai moja kwa moja. Alafu mtu akamwambia bwana, je, atanioa? Hapa ndo hamna. Akikusema je, fulani atanioa, kiangalia mji wa 7 hapa hamna mauaji. Hapa huyo je, ana upendo? Wote hapa itakuwaje? Hapo upendo hakuna kabisa yani. Alafu mara nyingi ukiona shida ya namna hii inatokea, unatakiwa ukumbuke hii kitu ninayokuambia. Ikitokea shida hivi, huwa inaashiria mtu aliyepewa talaka, yani aliachwa. Unaona? Yani hata kama hajaambiwa kwa mdomo, atakwambia tu kwamba amenipiga kimya miaka, atakwambia hata miezi 6, miezi mingapi, yani lazima awe anamkaushia. Yani hiyo waga inaashiria talaka ya moja kwa moja. Umeona? Kama akiwa anaangalia upendo haupo. Umeona? Yani kama wanaishi watu, alafu unataka kuangalia hali ya ndoa. Hali ya ndoa, labda watu walikuwa na mgogoro kwa mfano, alafu wakaja wakarudiana. Wewe una taarifa kwamba kiliendelea nini, kwamba wanaendelea vizuri au la. Uhitaji hata kumuuliza vipi, mnaendeleaje? Wewe piga sikeli, kitokea hapa unajua bado shughuli wanayo. Maana yake inaashiria kwamba kuna mmoja atamwacha mwenzie. Yani lazima hapo kutatokea hizo vitu. Umeona? Alafu kitu kingine tena, mambo yako ni mengi sana. Kuna mambo ya makubaliano hapo, mambo ya kuandikishiana, mambo ya mikataba. Yani mambo ni mengi. Kwa kama ni mkataba, makubaliano ni makubaliano ambayo hayatakuwa na manufaa baadaye. Umeona? Kwa hiyo kutoka kuna yani hakutokuwa na mambo mazuri katika mambo ya, kama ni mtu anataka kusimamia mambo yako ya kisheria, maana yake hawezi kufanikiwa. Kwa hiyo hii hapa inakuwa inazuia yale mafanikio mazuri ambayo unaweza ukayapata. Okay, twende katika mji wa ngapi? Mji wa 8 hapa. Tunaenda haraka kwa sababu nitakiwa niongee masaa mengi sana, kwa sababu skeli ziko ni nyingi sana. Umeona? Kwa hiyo hapa nikija kwenye mji wa 8 hapo tunasema ni Baiti Mauti. Hapa ndo mji tunaangalia umauti wa mtu. Kwa maana ya kwamba kama mtu labda yuko mahututi, anatibia hizo hospitali au unamtibu wewe vyovyote vile, unataka kujua kwamba atapona au atakufa, tunakuja kuangalia hapa, ndio itatupa mwelekeo kwamba huyu mtu tuendelee na matibabu au ni mwachie aende sehemu nyingine. Kwa sababu kuna watu wengine akishaangalia anajua tu kabisa huyu mtu hawezi kupona, akifuata anamwambia bwana mpelekeni hospitali. Akipewa hospitali tayari anakufa kule. Maana yake anakuwa ameepusha ile mgonjwa kuja kufia nyumbani kwake. Kwa sababu anakuwa mshajua kabisa huyu hawezi kupona. Kwa hiyo tunaangalia uwezekano wa mtu kupona au kufa. Kama ni mtu alikuwa amepotea, unataka kujua je yuko hai au atakuwa ameshakufa. Skeli hii inakuonyesha kwamba atakuwa ashakufa hapa. Uhai wake utakuwa ushapotea tayari hapa. Ingekuwa inatokea skeli nzuri, lesi inatokea hapa, maana yake anakuwa yuko mzima. Lakini kwa sababu imetokea hiyo hapo, maana yake huyo mtu atakuwa haipo hai tena kwa wakati huo. Alafu pia kwa sababu ukiangalia huyu mwanamke hapa mji wa 7, ukiangalia mwanamke au mwanaume inategemea na huku mji wa kwanza ulikuwa unamwangalia nani. Kama mji wa kwanza ulimwangalia mwanaume hapa, basi huyu hapa mji wa 7 anakuja mwanamke. Kama huku mji wa kwanza ulimwangalia mwanamke, basi mji wa 7 anakuja kuwa mume wake, yani mwanaume, mpenzi wake. Sasa katika huu mji wa 8
huwa ni mji wa mali. Kwa sababu mji wa saba si ni wa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ukihesabu moja hapa, mji unaofuata ambao ni wa pili, mji unaofuata ni mji wa pili hapa, ndio mji wa mali. Ni mji wa mali kwa sababu mji wa pili ndio mji wa mali. Huku tunakuwa tunaangalia mji wa pili hapa. Lakini kama ni mwanamke wa mtu ambaye yuko hapa, mji wake wa pili unakuwa unafuata ni hapa. Kwa hiyo inakuwa ndo mali. Kwa hiyo ukitaka kuangalia kipato cha mpenzi, kipato cha mpenzi wako, je, huyu au mwanamke mchumba anafanya kazi, unataka kuangalia ana uwezo gani, ana pesa, ana hela, ana uchumi gani. Kama ni mwanamke anaangalia mume wake, je, huyu mwanaume wake mtarajiwa kipato chake kiko wapi, atakuja kumwangalia hapa kwenye mji wa 8 hapa. Kwa hiyo ataangalia mji huu hapa. Ambako namba 7 inakuwa ndo moja. Ngoja nifute kidogo hapa kidogo. Maana naona kama nimeshatoa sana. Haya. Kwa hiyo inakuwa ni hapa hivi, mji wa 8 hapa. Kwa hiyo inakuwa ni hapa. Kwa hiyo inakuwa ni mji wa kwanza hapa wa mwanamke au mwanaume inategemea. Alafu hapa ndio mpenzi wake. Sasa pesa za mpenzi wake, sababu huku kama mwanaume umemwangalia katika mji wa kwanza huko, uchumi wake tunaangalia hapa. Na kama mwanamke tumemwangalia hapa, uchumi wake unakuja kuangalia hapa mji unaofuata wa pili. Yaani mji wa pili ni wa kipato, kwa hiyo tunaangalia na huyo mji wa pili wake. Kwa hiyo hapo anakuwa anaangalia kipato. Kwa hiyo kipato hapo inaonekana huyu mtu kafulia vibaya, kwa sababu hiyo shikeli ya kabla kharija inaonekana hapo. Kwa hiyo kwenye kipato hapa tunakuwa tunasema huyu ni kapuku. Na huyu bana, huyu kama nyie mlikuwa mnapiga mahesabu kwamba ana hela, mtoe kabisa hiyo wazo lenu hilo. Huyo mtu anakuwa hana hela, umeona? Hapo kama mnataka kuangalia, je, huyu mtu kweli amekufa au amechukuliwa msukule? Sababu katika mji huu wa 8 huwa tunaangalia pia misukule ile. Misukule. Tunaangalia misukule kwa sababu ndio mji wa kaburi huo. Kwa hiyo misukule inatokaga huko makaburini, mji wa 8 kwenye makaburi huko. Kaburini huko. Makaburini. Hapa misukule tunaangalia hapo. Misukule hapa. Hapa namba 1, namba 2. Kwa hiyo tukihesabu 1 2 3 kuanzia huku, labda say 1 2 3 4 5 6 7 8. Kwa hiyo hii namba 8 hiyo ndio tunaanza kuangalia msukule hiyo. Je, kafa mwenyewe kihalali kwa amri ya Mungu au ni msukule? Ikija shikeli nzuri inaashiria kwamba hakuna jambo baya, au imetoka hii hapa. Yote ile ambayo ni nzuri, mimi napenda kutumia tu hizi hapa. Ikatoka shikeli let's say kama hii hapa, au imetoka inkisi, au imetoka hii hapa, unaita nini, mukula, au inatoka humbra. Maana yake hapo mambo ni tofauti. Hapo atakuwa mtu amechukuliwa msukule huo. Kachukuliwa msukule, sio amri ya Mungu. Kwa hiyo inakuwa iko hivyo katika mji wa 8. Naomba niachane na hiyo mji wa 8 hapo. Twende kwenye mambo mengine huko. Twende kwenye mambo mengine, mji wa 9. Twende mji wa 9 huko. Hapa. Mji wa 9 huu hapa unahusika na mambo ya ndoto. Kwa hiyo kama mtu ameota ndoto huko, anakuja kuuliza, bana, nimeota 1 2 3. Hiyo ndoto inakuwa ni ndoto mbaya. Kwa sababu shikeli ni ya nuksi. Na ndoto hiyo inakuwa inaashiria kuibiwa, inaashiria kupoteza, inaashiria pia kuachwa. Hii hapa ikitoka shikeli kama hii hapa.
kwanza unasema kwamba ndoto hiyo ni mbaya, alafu inaweza ikawa inaashiria hivi vitu. Inaweza kuibiwa, kupoteza au kuachwa. Anaweza akaa na mpenzi wake akimwacha, ndo ndoto zinakuwa zinakuja zenyewe. Kwa hiyo hii ndoto inakuwa ndoto mbaya. Jambo lingine hapa ni kuhusu elimu, umeona? Hapa unaweza kuulizia ufaulu wa mtu au kutokufaulu. Unaweza kaangalia, je, shule hii ni nzuri ya kumpeleka mwanangu au sio shule nzuri. Unaweza kaangalia, je, huyu mwalimu anamfaa mtoto wangu au la. Yaani vitu vya design hiyo vya kuhusu mambo ya kielimu kwa ujumla, umeona? Unaweza kumwangalia mwalimu, kaangalia shule nzuri kama inamfaa mtoto wako au mtoto amefaulu au kafeli. Hapo tunaangalia katika mji wa 9 mambo mazima ya kielimu. Kwa hiyo ikitokea shikeli kama hiyo hapo, kama ni ufaulu maana yake kafeli, umeona? Na ikitokea kama ni tunaangalia mwalimu ni mzuri, hapana, mwalimu huyo hafai, umeona? Na kama ni shule, unaangalia shule maana yake ni shule ambayo haina elimu bora, umeona? Haifai kwa ujumla. Kwa hiyo inakuwa ikisimama hii hapa inakuwa ina maana vitu vya namna hiyo. Jambo jingine katika mji wa 9 tunaangalia dini, uchamungu wa mtu. Kama mtu labda anataka kuangalia, je, huyu anafanya ibada. Ikitokea hii hapa maana yake yeye hafanyi ibada, umeona? Huyu muhuni tu, hana imani yote. Kwa hiyo tunaangalia imani katika mji wa 9. Kama mtu ana imani kweli, huwa inatokea shikeli nzuri. Kwa hiyo ukiulizia swala la ibada, uchamungu wa mtu au imani ya mtu, kama ana imani, basi unakuja unaangalia. Ukitokea shikeli kama hiyo, unakuwa unajua kabisa hapa uchamungu, ibada hapa dini hamna. Hapa dini hamna. Alafu pia hapa unaweza pia ukaangalia safari za kibiashara, zile safari za mbali. Kumbuka huku tulikuwa katika mji wa ngapi, wa 3. Tulikuwa tunaangalia safari fupi zile, wilaya moja kwenda wilaya nyingine, mtaa mwingine, unaenda wapi, yani safari fupi zile. Lakini hii hapa ni safari za mikoani, labda unaenda nje ya nchi, unaenda ughaibuni huko Ulaya wapi, Warabuni, ambapo unatembea kilomita zaidi ya 200 au wanaita maili 200, kwa sababu maili na kilomita vinatofautiana kidogo, 1.5 sijui, yaani kidogo inatofautiana. Kwa hiyo tunatumia tu kilomita kwa sababu ndio zinafahamika kuliko maili. Kwa hiyo ikiwa umbali ni mrefu, labda unafanya biashara za kwenda labda China, unaenda wapi, kwa tunakuwa tunaangalia, je, nikienda China wiki ijayo tafanikisha biashara hii, itakuonyesha kwamba okay. Lakini ikija shikeli kama hii hapa kwa kesi yetu ya leo, maana yake hapo huwezi kufanikisha, yani upate faida, utapata hasara. Hii shikeli ni ya kupoteza, hiyo ya kupungukiwa. Kwa hiyo kama unafikiria kupiga madili, basi uwezekano mkubwa ni wa kukosa kuliko kupata, umeona? Kufeli kuliko kufanikiwa. Kwa hiyo inakuwa hivyo ikiwa tunaangalia kwenye masuala zima ya kibiashara, unaona? Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo twende mji wa ngapi, wa 10. Nimetumia muda gani? Maana nimeshatumia dakika 34. Tumalizie hapa mji wa 10 hapa. Mji wa 10 huu hapa unahusika na kazi, mji wa kazi. Kama unataka kwenda kuomba kazi sehemu, ikija hii hapa huwezi kupata kazi. Na ukiona unaulizia kazi alafu ikaja shikeli hapa na kazi unayo, maana yake utafukuzwa kazi. Huwa inaashiria kufukuzwa kazi. Huwa inaashiria kufukuzwa kazi.
Na kama ni ulikuwa unafikiria kupanda cheo huwezi kupanda. Matokeo yake tu utashushwa cheo, umeona? Utashushwa cheo kabisa. Alafu pia hii mji huu pia kama ingekuja labda inakuja skeli tofauti na labda hii hapa au hii hapa, katika mji labda wa 10 wanasema yes, mambo mazuri. Na kama ni matibabu, maana kuna wengine huwaga wanaulizia matibabu kwa wateja wao. Je, nikimpa 1 2 3 atapona? Dawa hii itamsaidia? Kwa hiyo tunaangaliaga dawa hapa kwenye mji wa 10 hapa. Tunaangalia dawa. Ni mji wa dawa huo, mji wa 10 huo. Kwa hiyo ukitaka kuangalia je dawa hii itamsaidia, unajua kwa hii hapa itamsaidia kabisa. Unampa hii hapa itamsaidia, lakini itabidi atumie kwa muda mrefu. Ikitokea skeli ya Mumtazi Jalese imekuja hii hapa. Hii hapa Jitimai for example. Si Mumtazi. Kwa hiyo ikiwa kama sio nzuri sana, sio mbaya sana, ni ya kati kwa kati, ikajitokeza maeneo haya ya 10, unajua hii dawa itamfaa, lakini ni ya kutumia kwa muda mrefu ndio ije ifanikishe, umeona? Lakini ikitokea skeli ya nuksi, maana yake haitomfaa kabisa, yaani hawezi kupona kwa dawa hiyo. Na ikitokea nzuri kabisa, maana yake atapona tena fast kabisa. Kwa hiyo pia tunaangalia. Afu pia katika huu mji wa 10 huwa tunaangalia mzazi. Mzazi. Nafikiri tulishaelezea kwenye video zilizopita huko kwamba kwa nini mji wa 10 umehusika na mzazi. Kwa hiyo inakuwa inaashiria mzazi ana huzuni. Sitaki kufafanua sana kwa sababu nishaelezea huko nyuma. Kwa hiyo ni mzazi kuwa na huzuni. Na pia huwa inaashiria kwamba ni yani huyu mtu aliyekuuliza anakuwa hana mzazi. Mzazi mmoja wapo, umeona? Mzazi mmoja wapo anakuwa amemkosa, maana yake aishatangulia, yaani aishaondoka duniani. Ndio hiyo skeli inaashiria hiyo. Huyu aishaondoka duniani au yupo duniani, yupo hai, lakini ni mtu ambaye ana huzuni sana, anahitaji faraja. Yuko mpweke, yaani atakuwa yuko ana mahitaji makubwa sana, anahitaji kusaidiwa. Ndio maana inakuja skeli kama hii hapa. Maana yake huyu mtu eza hana kitu, yaani hana hela, au kapoteza kitu, au kuna kitu anakihitaji hana, au kuna kitu anakitafuta amekikosa, au alichokuwa nacho kimemuondoka, kwa hiyo amebakia na huzuni. Na inawezekana pia wewe mwenyewe mtoto wake ukawa haujampa care, kwa hiyo akawa na huzuni sana na akawa hana mapenzi na wewe. Pia inakuwa inamaanisha hiyo moja. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo tuishie hapo katika hii skeli ya 10 ya mji wa 10. Hii tutakuja kumalizia zingine zinazofuata hapo. Darasa ni refu kwa sababu tumeshatumia nusu saa hapa, na tutarajii mimi kuzidisha nusu saa. Kwa tutaendelea inshallah, Mungu akijalia. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.